Habari za saa hizi ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ. Leo kwa mara nyingine, baada ya kimya cha muda mrefu kidogo kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu, basi leo tunakuja tena na kipindi chako cha Fair Play. Nitakuwa mwenyewe studio, mtangazaji wako Patrick Luma au Juma Jeyala, unaweza ukaniita hivyo. Leo tutakuwa kwenye dondoo na baadhi ya taarifa zilizojiri chache ambazo hatukuweza kufikishia mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya YouTube ya Sanga Media TZ. Kwanza kabisa tutapita juu kwa juu, japo tutakuwa na muda mchache, lakini na imani tutapata kitu kwa siku ya leo tukiongea kwenye kipindi chetu cha Fair Play. Sakata kubwa leo ambayo ninapenda kuwaletea ndugu zangu wa Sanga Media TZ, issue nzima ya TFF baada ya kuahirisha mchezo wa Simba dhidi ya Yanga uliopaswa uchezeke Machi 8 mwaka huu. Baada ya sakata zima, kama tulivyosema awali kipindi cha nyuma tulivyokutana, ile siku ya mchezo wenyewe nilikwambia kwamba huenda ikachezeka, huenda isichezeke kutokana na taarifa hizo kuingiliana za Simba kutuma barua yao TFF ikisema kwamba haitaingiza timu uwanjani kutokana na fujo zilizofanywa mazoezi yao ya mwisho kabla ya kuingia kwenye mchezo. Kiufupi, TFF wakatoa tamko baadaye kidogo kusitisha mchezo wa Simba dhidi ya Yanga, mwenyeji alikuwa ni Dar es Salaam Young Africa, kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi, japo barua TFF iliainisha kwamba Simba hakutoa taarifa kwa wamiliki wa mchezo na makabisa kuangalia utaratibu wao wa kuweza kufanya mazoezi yao ya mwisho kwa siku ile. Kwa hiyo mechi ikailishwa bila kuwa na taarifa rasmi sababu gani imesababisha yalishe mechi, lakini TFF ikapeleka mchezo mbele na wakasema watapanga siku nyingine haraka iwezekanavyo. Mpaka leo ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ, imepita kidogo siku nyingi toka tarehe 8 mpaka leo tarehe 23 tena tunakutana kwenye kipindi chetu cha Fair Play, bado maamuzi hajatoka. Ni nini taswira soka letu la Tanzania? Bodi ya ligi TPLB ikishirikiana na TFF, Rais Wallace Karia wameonekana akizungumza baadhi, William Guto, Rais Karia mwenyewe akizungumza, na upande ambao umeonyesha unaleta pressurized kubwa, yani shinikizo wao ni kubwa sana, ni Dar es Salaam Young Africa, wakisisitiza kwamba hawatacheza tena mchezo huo wa Simba toka pale walipoahirisha TFF kwamba hawatacheza tena. Haijalishi watapangiwa siku gani wala tarehe gani, ila imradi ni mchezo wa ligi ambao ulipaswa uchezeke tarehe 8 dhidi ya Simba, hawatacheza. Mvutano umekuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba mpaka sasa tarehe 23 bado busara na hekima imeshindwa kutatua swala zima la mchezo uchezeke lini. Mpaka sasa Simba inaonekana wako tayari kwa ajili ya mchezo, lakini wapinzani yao au watani wao Dar es Salaam Young Africa hawajaweka wazi utayari wao wa kucheza mechi, kwa maana wameweka wazi kwamba watu kwa tayari tena kucheza, na sababu wanazo pia nia wanayo. Rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi hayupo kwa sasa nchini Tanzania, kwa hiyo ameshindwa kuongea lolote kutokana na situation nzima ya TFF baada ya Rais Wallace Karia kuja hadharani kuongea kwamba mchezo utachezeka, na waliokuwepo kwenye mipira wakiendeshwa na hisia kuamua maamuzi ambayo hayako kiuongozi, wakiamua kihisia ambayo imeenda kugusa pia hisia za baadhi ya mashabiki wa Yanga, hata pia viongozi na baadhi ya wadau wa mpira. Kauli yake Wallace Karia akisema kwamba mpira utachezeka na hakuna ambaye atakagoma kucheza, maigizo yao wakafanye kwenye sinema zetu. Kauli ambayo ilichukua taswira na tafsiri tofauti kwa wapenzi wa Yanga, ikapelekea kwamba ukawa sasa kuna sakata kubwa, huyu anaongea hivi, yule anaongea vipi. Baadhi ya video kama umeshaziona kwenye mtandao mengi anaongeleka, lakini bado maamuzi hapo kwa
TFF na bodi ya ligi TPLB, wao ndo watakutoa kauli ya mwisho kwamba mchezo utachezeka ama mchezo utachezeka, ila tunasimama na kauli ya TPLB na TFF wakisema mchezo wataupangia tarehe nyingine. Kwa hiyo sakata zima TFF na mchezo wa Yanga dhidi ya Simba ni uko hivyo mpaka hivi sasa, bado haujatoka msimamo rasmi, lakini tunasimama na msimamo wa mwisho wa TPLB, mchezo utapangiwa tarehe nyingine ya kuchezeka. Licha ya watani kupimbana mikwala huko, bwana tucheze tena, wengine hatuji, wengine uligoma, basi haina shida, tusicheze tena. Ni hayo kwa ukanda wetu hapa wa Tanzania. Ni jambo kubwa ndio hilo, lilikuwa na sakata linaloendelea ambalo tulishindwa kuletea kwa kipindi kirefu kutokana na changamoto zilikuwa nje ya uwezo wetu. Leo tumekuletea kwa kiufupi, maana ni dondoo tu za kwenye fair play. Kwa haraka haraka pia niseme hizi ni international break, na kama unavyojua timu ya taifa iko kambini hivi sasa, Jumanne ikitarajia kucheza mechi yao ya kufuzu kombe la dunia na Morocco kule Casablanca, Morocco. Pia itachezeka kama unavyojua, imetokea kidogo muksheli kwenye kundi letu, atafuzu mmoja na wa kwanza tu atakayeshika nafasi ya kwanza, na wa pili atapita kwa best loser. Kama itatokea sasa atacheza best loser wa pili, yani maana yake itakuwa nafasi mbili kama mwanzo, kutokana na timu moja kutokea kujitoa kwenye mashindano kabla michezo haijaisha. International break, tukienda Europa kule kuna michezo inachezeka UEFA National League ambayo sasa iko kwenye hatua quarter final, ambayo first leg ilichezeka ambapo Hispania alicheza na Netherlands na walitushana nguvu kwa sare ya 2-2. Portugal akicheza na Denmark, mchezo wa kwanza Denmark ilipata ushindi wa goli 1-0, na leo atarudiana na Germany dhidi ya Italy. Germany ilishinda mabao 2-1. Leo itakuwa ni mechi ya mzunguko ya pili ya marudiano, na France dhidi ya Croatia. Pia France alipoteza bao 2-0. Leo watakuwa nyumbani France wakijiuliza, wakichanga tena karata zao kuona kama wanaweza wakapata ushindi au wakapindua meza wakafanya comeback yoyote ya kuwafanya wao kwenda kufuzu kwenda semifinal. Pia kuna michezo ya Serbia leo anacheza na Australia. Mchezo wa kwanza ulitoka 1-1. Scotland akicheza na Greece leo. Mchezo wa kwanza pia ulitoka 1-1. Hungary akicheza na Uturuki, ambapo mchezo wa kwanza, mzunguko wa kwanza Hungary ilipoteza bao 3-1. Hayo ni kwa ufupi, ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ, na kuanzia hivi sasa tuseme tutakuwa wote pamoja kila hatua, kila kipindi, kila dakika, na mambo yote yanayoendelea, update zote tutakuletea kiganjani mwako. Sanga Media TZ, ulikuwa nami Patrick Luma, wakati mwingine na saa nyingine. Bye bye.